Bilionia alirudi nyumbani bila arifa na kumkuta mkewe akimpiga mama yake mlemavu. Alichofanya kitakushangaza. Sauti ilikuja kwanza, kali na ya haraka mno, hadi haikuweza kuwa makofi. Juma alisimama kwenye kona ya ukumbi wa jumba lake la kifahari huko Lagos, funguo bado mikononi mwake. Hakuwa amewaambia mtu yeyote kuwa alikuwa akirudi mapema nyumbani. Mkutano wake huko Victoria Island ulikuwa umeisha mapema kuliko alivyopanga, na alitaka kumshangaza mama yake kwa pai yake wa nyama unaopendelewa. Kisha akasikia sauti ya Neema, ya chini na yenye hasira. Aina ya sauti inayozunguka kama moshi. Hii ni nyumba ya mume wangu, tuachie! Kofi nyingine. Kilio kilichozibwa. Juma alichukua hatua moja polepole, kisha nyingine. Sakafu ya marmar ilikuwa baridi kupitia soksi zake. Alifika chumba kidogo cha wageni alichokuwa amekigeuza kuwa chumba cha kulala cha mama yake. Alisimama mlangoni, moyo ukipiga kama ngoma. Mlango haukuwa umefungwa kabisa. Kulikuwa na pengo dogo, tazama ya siri kwenye ulimwengu ambao hakutaka kuona kamwe. Akainamisha mbele na kutazama ndani. Neema alisimama juu ya biasha, kiatu cha nyumbani mikononi mwake. Mwanamke mzee alikuwa kwenye kiti chake cha magurudumu. Mkono mmoja umeinuliwa kana kwamba kuzuia kipigo kijacho. Uso wake, uso wa upole wa mama yake, ulikuwa umeloa na machozi. Nitakufadhaisha, Neema alisema kwa hasira. Wewe ndiwe utakayeondoka nyumbani humu. Macho ya Juma yalifunguka sana. Alisahau kupumua. Kiatu kilichoinuliwa tena. Akasukuma mlango. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali andika maoni, shiriki na jiandikishe kwenye chaneli yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia. Na tutarudi kwa wakati huu. Lakini kwanza, nyumba ya upendo ilijipinda vipi kuwa umbo hili? Juma alipokuwa na miaka 7, ulimwengu ulikuwa kimya kwa njia iliyoumiza. Baba yake Rashidi hakurudi kutoka hospitalini. Mwanaume ambaye alikuwa akimuinua juu na kumuita jenerali alikuwa ameondoka. Katika sebule ndogo ya nyumba yao huko Dar es Salaam, Bi Asha alimshika na kusema kwa sauti ya mnong'ono, "Tutaendelea mbele mwanangu." Hakulia kwa sauti kubwa. Alikaza midomo yake pamoja na kuendelea kutembea. Aliuza vitambaa vilivyofumwa kwa mkono kulipa ada za shule. Alimfundisha Juma kufagia kabla ya alfajiri na kuomba kabla ya kifungua kinywa. Alimfundisha kusalimu wazee na kushika neno lake hata ikiwa ilimgharimu. Alimfundisha jambo moja zaidi. Maisha yanapokulia, jibu kwa uvumilivu. Hakuelewa kila wakati, lakini alimuona akifanya hivyo kila siku. Miaka ilipita kama majani kwenye upepo mkali. Juma alikuwa mrefu na mwangalifu. Hesabu zilikuwa na mantiki kwake. Biashara ilikuwa kitendawili alichopenda kutatua. Alipata ufadhili, akapata shahada. Alianza kampuni ndogo ya usafirishaji ambayo ikawa kubwa. Malori yakaendesha, magala yakafunguliwa, watu wakapata kazi, fedha zikadiririka. Wakati alipofika umri wa miaka 32, magazeti yalimuita bilionea mnyenyekevu. Kisha asubuhi nyeusi ikafika. Dereva alipita mwanga mwekundu. Kulikuwa na ajali. Bi Asha alisalimika, lakini mguu wake na mgongo vilijeruhiwa vibaya. Alihamia kwenye kiti cha magurudumu. Hakulalamika. Alitabasamu na kusema, "Hata mti huinama upepo unapokuwa mkali, lakini bado unasimama." Juma alisimama imara zaidi kwa ajili yake. Alinunua jumba la kifahari huko Lagos ili aishi karibu na hospitali nzuri. Aligeuza chumba cha wageni kuwa ulimwengu mdogo laini, mapazia angavu, dirisha linaloelekeza bustanini, rafu iliyojaa picha za zamani za familia. Alimwahidi, "Hutakosa huduma kamwe." Alikuwa na ahadi nyingine pia, kwa Neema, mwanamke mzuri aliyemuoa. Neema alipenda vitu vizuri, bangili za dhahabu, magari yanayong'aa, sherehe zenye kamera. Alicheka kama kengele na kumkumbatia hadharani. Faragani alitaka nyumba iwe yao peke yao. Juma alipomwambia,
Mama atakuja kuishi nasi. Tabasamu lake lilitenuka kama karatasi. Hapa nyumbani kwetu? Aliuliza. Nyumbani kwetu, alisema, na kutabasamu kwa upole. Na nyumbani kwake pia. Neema alijaribu kupinga. Alijaribu kulia. Machozi yaliposhindwa kufanya kazi, alikuwa kimya. Juma alikuwa na shughuli nyingi za mikutano ya bodi na mikataba. Hakuona nyufa ndogo zinazoundwa, lakini nyumba iliiona. Nyumba huona daima. Mwanzoni, mambo madogo yalijificha pembezoni. Chai ambayo Bi Asha alipenda, tangawizi na asali, mara nyingi ilikuwa imeisha. Rapa yake anayopendelewa ilipotea. Mbuzi wa bustani alisahau kumsukuma kwenye jua asubuhi. Wakati mwingine AC katika chumba chake haikufanya kazi hata ilipofanya kazi mahali pengine pote. Niambie kama unahitaji kitu chochote, Juma alikuwa akisema, akipiga magoti karibu na kiti cha mama yake. Niko sawa, angejibu akipiga shavu lake. Usimpinge mke wako kwa sababu yangu. Alimwamini, alitaka amani. Alitaka upendo uwe mto safi bila mawe. Hakujua kuwa jikoni, Neema alimtazama muuguzi kama tai. Hakujua kuwa muuguzi alijiuzulu baada ya wiki moja kwa sababu mtu alifunga kabati la dawa kwa bahati mbaya. Hakujua kuwa dereva aliambiwa, acha kumpeleka bibi kanisani. Msongamano ni mwingi sana. Bi Asha alijua, lakini alikumbuka kanuni yake mwenyewe. Maisha yanapokulia, jibu kwa uvumilivu. Aliomba. Alihuma nyimbo za chini. Hakumwambia mwanawe. Alijua macho yake yangeteketea angekiona ukweli wote. Aliwaza, labda itapita. Labda Neema atalainisha. Lakini moyo ni chumba na baadhi ya vyumba hubaki vimefungwa kwa muda mrefu sana. Alhamisi moja ya mvua, Juma aliwaambia wafanyakazi wake kuwa atakuwa ofisini siku nzima. Alikuwa na video call na wawekezaji huko London. Dereva alimchukua asubuhi. Nyumba ilikuwa kimya baada ya wafanyakazi kumaliza kusafisha. Neema alibrowse simu yake katika sebule. Kisha alisimama. Uso mzuri ukivutwa na kitu kikali mno hadi kisiweze kuwa huzuni. Alitembea chini ya ukumbi kwa viatu vya nyumbani laini. Hewa ilinukia kama polishi ya limau. Mlango wa chumba cha Bi Asha ulikuwa wazi kidogo. Ndani, mwanamke mzee alikuwa akisinzia na Biblia ndogo kwenye mapaja yake. Neema alisukuma mlango pana na kuingia ndani. Bado, alisema. Bado uko hapa. Bi Asha alipepesa macho na kutabasamu jinsi mama wanavyofanya wanapotumaini amani. Mchana mwema binti yangu. Mimi si binti yako. Neema alikashifu. Wewe si mama yangu. Ulikuja kwenye ndoa yangu bila mwaliko. Hii ni nyumba yako pia, bibi alijibu. Sitakuwa mzigo. Tayari ni mzigo. Kipigo cha kwanza hakikuwa kigumu. Kilikuwa kama onyo. Kofi kwa kiatu kwenye mkono. Bibi alijikunja. Tafadhali, alisema kwa mnong'ono. Usifanye hivi. Kipigo cha pili kilikuwa cha sauti kubwa. Cha tatu kilikuwa cha haraka. Maneno yakatiririka kutoka kwa Neema kama mafuta ya moto. Unafanya akutazame zaidi kuliko mimi. Unafanya wafanyakazi wakusalimie kama malkia. Kwa kuwa hutaki nifurahie ndoa yangu, ondoka nyumbani humu. Bibi alijaribu kugeuza kiti chake. Gurudumu lilipiga ukuta. Aliinua mkono mmoja kujilinda uso. Kiatu kilikuja chini tena. Nje, lango lilifunguliwa. Gari liliingia. Juma aliinuka peke yake. Alikuwa amemwambia dereva arudi ofisini. Alitaka saa ya utulivu na mama yake. Alibeba kisanduku kidogo cha karatasi kutoka bakery wanayoipenda. Alitembea kupitia milango mikubwa, karibu na kioo ambacho daima kilimfanya aonekane mzito sana. Alitembea chini ya ukumbi mrefu, viatu mikononi, soksi zikisema kwa sauti ya chini kwenye sakafu. Paa! Alisimama. Kofi nyingine. Kama moto kwenye maji. Alitembea kwa haraka sasa,
lakini kwa uangalifu, kana kwamba hatua isiyo sahihi ingevunja ulimwengu. Alifika mlangoni. Mstari mwembamba wa nafasi ulimwonyesha kila kitu kwa wakati mmoja. Mkono wa mkewe ulioinuliwa, midomo ya mama yake inayotetemeka, kiatu kilichokuwa kiko karibu kuanguka. Kitu ndani yake kilivunjika. Alisukuma mlango. Chumba kilimeza pumzi. Neema aliganda. Kiatu kilining'inia hewani kama uongo ambao haukujua pa kutua. Kwa mapigo ya moyo moja, hakuna aliyesogea. Nyumba ilisiliza. Juma, Neema alisema. Sauti yake ghafla ikawa ndogo. Kiatu kilianguka kutoka mkononi mwake na kupiga zulia bila sauti. Alianguka magotini kwa haraka kiasi cha karibu kuwa kuanguka. Ni kazi ya shetani. Mimi sijui. Nilikuwa na hasira. Juma hakujibu. Hakuamini maneno yoyote ambayo yangeweza kutoka. Alivuka chumba kwa hatua 3 ndefu na kupiga magoti mbele ya mama yake. Kwa upole, kana kwamba akigusa mtoto mpya, alichukua mikono yake. Ngozi nyembamba ilikuwa ya joto na ikitetemeka. Mama, alisema, na neno lilivunjika kinywani mwake. Macho yake yalijaa, yakatiririka. Mama, samahani. Neema alinyoosha mkono wake kwa mguu wa suruali yake. Mpenzi, tafadhali. Alivuta mguu wake na kubaki macho yake kwa mama yake. Je, hii ilitokea hapo awali? Aliuliza kwa upole. Niambie ukweli. Bi Asha alimtazama jinsi alivyofanya alipokuwa na miaka 7, na ulimwengu ukakuwa kimya. Alikaza midomo yake pamoja. Hakutaka kuvunja kanuni yake. Hakutaka kufanya moto kuwa mkubwa. Juma, alisema kwa mnong'ono. Tuwe na amani. Kitu kiliwaka nyuma ya macho yake. Upendo, hasira, aibu, vyote vimechanganyika. Alisimama pole pole. Aliugeuza kichwa chake mwishoni kumtazama Neema. Uso wake ulikuwa wa utulivu, lakini ilikuwa aina ya utulivu unaokaa juu ya dhoruba ya kina. Simama, alisema. Neema alibaki magotini akilia sasa. Samahani, tafadhali, ilikuwa kosa, nisamehe, ni shetani. Simama, alirudia, sauti ikiwa sawasawa. Alifika kwenye mfuko wake na kutoa simu yake. Machozi ya Neema yalisimama kwa sekunde moja. Macho yake yalifunguka. Unampigia nani? Juma alichukua pumzi moja ndefu. Kidole chake gumba kilielea juu ya jina ambalo hakuwahi kudhani atalibonyeza wakati kama huu. Alibonyeza. Simu ilianza kulia katika chumba kimya. Na mtu alipochukua simu upande mwingine, mlango wa mbele wa jumba ulifunguliwa tena. Hatua ziliharakisha chini ya ukumbi na sauti kwenye mstari ikasema, "Halo, Juma?" Na sauti kwenye mlango iliwafanya wote watatu wageuke. Simu ya Juma ilikuwa imesongwa kwenye sikio lake. "Halo Juma," sauti ilisema kutoka upande mwingine. Ilikuwa mwanasheria Mwangi, wakili wake, mwanaume aliyemwongoza kupitia kila mkataba mkubwa, kila mkataba, kila kifungu cha siri cha milki yake, jina ambalo hakuwahi kudhani atalibonyeza wakati kama huu. Mkono wa Juma ulitetemeka, si kutokana na hofu, bali kutokana na dhoruba ambayo alikuwa akiishika kwa shida. Hakujibu mara moja. Macho yake yalikuwa kwa Neema, ambaye bado alikuwa magotini, mikono imekunjwa, machozi yakikata mito kupitia wanja wake. Mama yake, kimya, kwenye kiti chake cha magurudumu, alishika kichwa chake chini kana kwamba akiomba nguvu ambayo alikuwa ameomba mara nyingi sana hapo awali. "Juma," wakili alirudia. "Mwanasheria," Juma alisema hatimaye. Sauti yake baridi, imara, na isiyotambulikana hata kwake mwenyewe. "Andaa karatasi." Kulikuwa na ukimya kwenye mstari. "Talaka?" "Ndio," Juma alisema. Taya yake ikawa ngumu. Sasa. Neema alichochea pumzi. Alizamea mbele, akishika pindo la suruali yake. "Hapana mpenzi, tafadhali usiseme hivyo. Ilikuwa shetani, naapa. Sijui nini kilinipata. Tafadhali nipe nafasi nyingine. Nitabadilika." Juma alimondoa kana kwamba mguso wake uliungua. Hata hakumtazama. Macho yake yalibaki kwa mama yake,
sauti yake ikivunjika. Mama, nisamehe. Ningaliona hii mapema. Ningalisikiliza. Nimekushindwa. Bi Asha alipepesa haraka akizuia machozi yake. Aliinua mkono unaotetemeeka kwenye shavu lake. Mwanangu, hujanilemea. Nilikuwa kimya kwa sababu sikutaka kuvunja nyumba yako. Maneno yake yalichoma ndani zaidi kuliko kisu chochote. Aligeuka kwa haraka kuelekea Neema. Sauti yake hii wakati ikiwa ya radi. Ulimpiga mwanamke aliyenichukua tumboni kwa miezi 9. Mwanamke aliyenilea peke yangu baada ya baba yangu kufa. Mwanamke aliyeniombea nilipokuwa sina chochote. Na unadhani unaweza kuomba sasa? Kilio cha Neema kilikuwa kubwa. Nakupenda Juma, usitupe kila kitu. Nilikuwa na wivu, nilikuwa na kutoelewana, lakini naweza kubadilika. Upendo? Juma alikashifu, uso wake ukipinda kwa kutoelewana. Upendo hauinui mkono dhidi ya mwanamke mzee katika kiti cha magurudumu. Upendo hauyatibu kwa kimya na kuyaficha nyuma ya tabasamu. Upendo haufanyi hivi. Kabla Neema hajajibu, kigonga kigumu kilisikika kutoka mlangoni wa mbele. Sauti ya viatu vilivyosuguliwa ilipiga dhidi ya sakafu ya marmar. Wanaume wawili wenye suti nyeusi waliingia, kikosi cha usalama ambacho kilikuwa kikitunza malango. Mmoja wao alimtazama Juma moja kwa moja. Bwana, kila kitu kiko sawa? Tulisikia kelele. Juma alionyesha Neema, sauti yake ikiwa ya kipande. Mtoe nje, hakaribiwi tena nyumbani humu. Neema alipiga kelele walinzi walipomkaribia. Alishikamana na fremu ya mlango. Hapana, tafadhali Juma, usifanye hivi. Huwezi kunitupa tu. Mimi ni mke wako. Yulikuwa mke wangu, Juma alisema kwa baridi. Kuanzia sasa hivi, wewe si chochote ila mgeni. Walinzi walivuta mikono yake, kulia kwake kulijaza jumba. Tafadhali nisamehe. Usiwache wanichukue hivyo. Juma aliugeuza mgongo wake kwake. Hakuweza kustahimili kutazama. Kulia kwa mama yake kwa upole kulikuwa cha kutosha. Walinzi walipomkokota kupitia mikumbi mipana, kilio chake kilisikika, kikirukaruka kwenye marmar, kikimfuata masikio ya Juma, hata ingawa alikataa kutazama nyuma. Kisha kimya. Juma alipiga magoti mara nyingine mbele ya mama yake. Na kuahidi mama, kuanzia leo utajua amani katika nyumba hii. Hakuna atakaye kuinulia mkono tena. Bi Asha alikanyaga mkono wake kwa udhaifu. Mwanangu, kuwa mwandalifu na hasira. Hata unapokuwa sahihi, hasira inaweza kuungua sana. Lakini macho ya Juma tayari yalikuwa yanawaka. Kifua chake kikipiga. Alibusu mikono yake, machozi yakidondoka kwenye ngozi yake. Nimefanya uamuzi wangu. Wakili atakamilisha. Neema ametoka katika maisha yetu milele. Hapo ndipo simu yake ilipiga tena. Simu nyingine. Wakati huu kutoka Nairobi. Jina lilikuruka kwenye skrini. Amina, benki ya Equity. Juma aliganda. Hakuwa amezungumza naye kwa miezi. Si tangu mkutano wa mwisho wa biashara, ambapo alikuwa amevutia kila mtu kwa ujuzi wake. Kwa nini alikuwa anampigia sasa? Alisita, kabla ya kuchukua. Halo? Alisema kwa upole, bado akipiga magoti karibu na mama yake. Sauti upande mwingine ilikuwa ya joto, imara na ya aina. Juma, hii ni ya Mamina. Nilisikia jambo la kusikitisha kutoka kwa mmoja wa wafanyakazi wako huko Nairobi. Je, kila kitu kiko sawa? Juma alimeza kwa shida. Midomo yake ilitetemeka, lakini maneno yalikataa kutoka. Mama yake aliweka mkono wake kwa upole kwenye bega lake, akimsihi ajibu. Amina, alisema kwa mnong'ono mwishoni. Kila kitu siko sawa, sio kabisa. Kimya upande wake kilikuwa kirefu, lakini ilikuwa aina ya kimya ambacho kilisiliza, si aina ambayo ilihukumu. Na katika wakati huo, Juma alijua kitu kilikuwa kimebadilika tu. Jumba lilikuwa kimya. Juma mwishoni alikuwa amemshawishi mama yake kulala,
na wafanyakazi wa nyumbani walikuwa wameenda kwenye makazi yao. Ni mnong'ono wa mwangaza wa usalama tu ndio ulijaza kimya. Lakini nje ya malango, hatari ilizunguka karibu. Nywele za Neema zilishikamana na uso wake uliofurukwa na machozi alipojificha nyuma ya teksi ambayo ilimwangusha. Mkononi mwake wa kutetemeka, chupa ndogo iliangaa kidogo chini ya mwanga wa mwezi. Midomo yake ilitetemeka alipojisemea, ikiwa siwezi kuwa katika nyumba hii, basi hakuna mtu mwingine atakayefurahia, si mama yake, wala yeye mwenyewe. Aliteleza kupitia vivuli, viatu vyake vya gharama vikiwa vimeachwa kitambo. Mguu wazi, alisonga sikio lake kwenye lango la kando hadi alisikia hatua zipita. Walinzi walichoka baada ya tukio la awali, walikuwa wameficha doria yao. Kwa pumzi ndefu aliteleza ndani. Ndani, Juma aliketi katika sebule, akishindwa kulala. Maneno ya Amina yaliendelea kusikika akilini mwake. Hasira inaweza kuharibu haraka kuliko usaliti. Alitazama glasi ya maji kwenye meza, haikuguswa. Kifua chake kilihisi uzito. Kitu hakikukaa sawa. Hakuweza kuondoa hisia kwamba Neema hakuwa amemaliza. Alimjua vizuri sana. Kiburi chake, wazimu wake, ugumu wake. Asingekubali mambo yaishie kimya. Alisimama ghafla, akielekea kwenye ukumbi ulioelekea chumba cha mama yake. Neema alinyemelea juu ya ngazi za nyuma. Mwili wake ulisongwa kwenye ukuta. Alishika chupa karibu na kifua chake. Kila mkunjo wa sakafu ya marmar ulimfanya moyo wake upige mbio. Alijua hasa chumba cha biasha kiliko wapi. Midomo yake ilipinda kuwa tabasamu chungu. Mwanamke mzee kwanza, kisha Juma atajua ina maana gani kupoteza kila kitu. Aliuzungusha mpini wa mlango pole pole. Juma alifika juu ya ngazi wakati huo huo. Sauti ya chini ilifanya asimame. Kutikinya kwa upole kwa mlango unaosukumwa kufunguliwa. Macho yake yalibana. Aliharakisha mbele. Neema, alipaza sauti. Aliganda, amenaswa katika kitendo, chupa ikiningimia mkononi mwake. Macho yake yalifunguka kwa mshangao na ghadhabu. Juma, mimi nilikuja tu kuomba msamaha kwa mama yako, alisita. Lakini mkono wake unaotetemeha ulimhujumu. Macho ya Juma yalishuka kwenye chupa. Damu yake ikaganda baridi. Hicho ni nini? Kabla hajajibu, alirukia mbele, akinyakua kutoka kwenye mkono wake. Aliishika juu chini ya mwangaza. Kioevu kilimeta, la kufisha na lisilo na shaka. Mguruma wake ulitikisa jumba. Sumu! Ulirudi kumuua mama yangu? Sauti ya milango inayofunguliwa ilijaza ukumbi. Walinzi na wajakazi walipokimbia nje, nyuso zao ziwe rangi ya udhaifu kwa hofu. Neema alianguka magotini, akilia, sauti yake ikiwa ya dharura. Juma, nisikilize. Nikuwa naenda kuitumia. Napa nilikuwa tu nataka kumtisha. Lakini uso wa Juma ulikuwa kama jiwe. Mkono wake ulitetemeka aliposhika chupa. Moyo wake ukipiga mbio kwa ghadhabu na kutoelewana. Kutoka ndani ya chumba, sauti dhaifu ya Bi Asha iliita. Juma, nini kinatokea? Juma aligeuka kuona mama yake akitazama kutoka kitandani, macho yake yakiwa mapana kwa hofu. Alificha chupa nyuma yake na kulazimisha sauti yake kuwa laini. Hakuna kitu mama, pumzika, nitashughulikia kila kitu. Lakini alipozungumza maneno hayo alijua ukweli. Hii haikuwa tena kuhusu msamaha. Hii ilikuwa vita kwa ajili ya kuishi. Alitazama chini kwa Neema ambaye alishikamana na miguu yake akilia. Tafadhali usinipeleke polisi. Usiniharibu. Siwezi kuishi nje ya jina lako. Juma aliinua macho yake kuelekea walinzi. Sauti yake ilikuwa ya chini, baridi, ya mwisho. Waiteni polisi. Walinzi walitikisa mara moja, wakisogea mbele. Kilio cha Neema kilipasua jumba walivupo wakimkokota. Hapana Juma, tafadhali, nakupenda. Usiwache wanichukue, usiwache. Sauti yake ilipungua chini ya ukumbi. Walinzi walipomkokota nje. Wakati huu, kwa mara ya mwisho,
Juma alisimama ameganda, chupa ya sumu bado ikibana mkononi mwake, kifua chake kikipiga. Alimtazama mama yake, kisha mlango ambapo Nima alikuwa ametoweka. Na katika kimya, kile kizito, wazo moja lilimkata akilini mwake. Maisha yake hayangekuwa sawa tena kamwe. Mwangaza wa kwanza wa asubuhi ulienea juu ya Lagos, ukipaka anga kwa mistari ya rangi ya shaba na dhahabu. Ndege walichiriku kutoka kwenye miti, na jiji lilivuka kwa sauti ya mbali ya mapembe ya magari na wachuuzi wa mitaani wakiita bidhaa zao. Lakini ndani ya malango makubwa ya jumba la Juma, hali ilikuwa mbali na kawaida. Hewa ilibeba uzito ambao haukuweza kufagiliwa mbali na mawio ya jua. Bi Asha aliketi kwenye baraza la chumba chake cha juu, amefunikwa na shali laini ya rangi ya cream. Mwili wake dhaifu ulipumzika kwenye kiti chake cha magurudumu, macho yake yakitazama bustani chini, ambapo maua ya waridi yaliyumba kwa upole katika upepo wa asubuhi. Kimya chake hakikuwa cha huzuni, bali cha mawazo ya kina, kana kwamba dunia yenyewe mwishoni ilikuwa imempa nafasi ya kupumua. Juma alisimama nyuma yake, mikono ikipumzika nyuma ya kiti chake. Shati lake lililotengenezwa kwa kipimo lilikuwa limefunguliwa kwenye ukosi, uso wake ukiwa umechoka kutokana na usiku bila kulala. Alikuwa ametumia jioni nzima akitembea, akigawanyika kati ya faraja na huzuni, nguvu na masikitiko. "Mama," alisema kwa upole, sauti yake ikiwa na upole uliohifadhiwa kwa ajili yake tu. "Imeisha, hata kudhuru tena. Sio sasa, wala kamwe." Bi Asha aliugeuza kichwa chake kidogo, macho yake yakimeta kwa machozi yaliyong'aa katika mwanga wa jua. "Mwanangu, umefanya kile wanaume wengi wanaogopa kufanya. Ulisimama kwa ukweli, hata ilipokugharimu moyo wako mwenyewe. Nilikuonya, Juma, kwamba upendo bila heshima ni hatari, lakini ulisikiliza na ukatenda. Kwa hiyo ninajivunia wewe." Maneno yake yalimwoshea kama mvua ya kuponyesha, lakini kifua cha Juma kiliendelea kuwa kizito. Fahari kutoka kwa mama yake ilimaanisha dunia, lakini maumivu ya usaliti bado yaling'ata. Mwanamke ambaye aliwahi kumuita mke wake, mwanamke aliyemwamini na siri zake, mustakabali wake, jina lake, alikuwa amekuwa mgeni anayeweza kuwa na ukatili usiodhaniwa. Ng'ambo ya jiji, Nima aliketi amepinda kwenye bench baridi ya seli ya polisi. Vyuma vya chuma vilitupia vivuli virefu kwenye uso wake uliokuwa wa rangi ya rangi. Nywele zake ambazo zamani zilikuwa laini zilikuwa zimechanganyika, tundu zikitokea kwa mwelekeo wa mwitu. Wanja ambao zamani ulieleza uzuri wake ulikuwa umepakwa kuwa mviringo nyeusi chini ya macho yake. Gauni lake la muundo lililoraruka kutokana na mapambano na walinzi wa usalama lilishikamana na mwili wake kama ukumbusho wa dhihaka wa aliyekuwa. Chumba kilinukia disinfectant na kukata tamaa. Kila mara hatua zilipolia katika ukumbi, alitetemeka. Ulimwengu nje haukuwa wafadhili pia. Habari za kamawe lake zilienea kama moto wa kichaka. Waandishi wa habari walikaa kambi nje ya kituo cha polisi, kamera zao zikiwa tayari kunasa kuanguka kwa Bi Juma, mke wa bilionea. Ndani ya akili yake, sauti hazikusimama. Mguruma wa Juma, mtazamo wake wa chuki, mikono ya mlinzi ikimkokota, na juu ya yote, uso dhaifu wa Bi Asha ukimtazama kwa kutoelewana. Nema alizika uso wake mikononi mwake na kusema kwa mnomono, "Nilipoteza kila kitu. Mume wangu, nyumba yangu, heshima yangu, kila kitu." Lakini hapakuwa na mtu wa kujibu. Hapakuwa na mtu wa kumfariji. Alikuwa peke yake. Nyuma katika jumba, simu ya Juma ilipiga kwenye meza ya kioo. Aliangalia, moyo wake ukipiga mbio alipoona jina. "Amina." Kwa muda alisita, kisha akajibu. "Juma." Sauti yake ilikuwa ya utulivu, imara, kama kamba ya kuokoa iliyotupwa kwenye maji ya dhoruba. "Ndiyo."
alijibu. Toni yake laini zaidi kuliko alivyotarajia. Niliona habari asubuhi hii, Amina aliendelea. Napenda kusikitika kwamba ulipaswa kupitia yote hayo. Mama yako akoje? Juma alitazama kuelekea baraza ambapo Biasha aliketi, akihuma kwa sauti ya chini kwake mwenyewe. Anapumzika, anastahili amani baada ya kila kitu alichovumilia. Kulikuwa na kimya kwenye mstari. Kisha Amina alizungumza kwa uthabiti wa upole. Na wewe je, Juma? Moyo wako mwenyewe uko vipi? Swali lilimshika bila tahadhari. Kwa miaka mingi, kila mtu alikuwa akiuliza kuhusu kampuni yake, fedha zake, nguvu zake. Hakuna aliyeuliza kuhusu moyo wake. Koo lake likiwa tight, na kwa muda mrefu hakuweza kuzungumza. Hatimaye alitoa pumzi. Sijui Amina, lakini kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, nadhani niko tayari kupona. Jioni hiyo, chumba cha chakula kiliang'aa kwa mwangaza wa joto kutoka kwa chandelier ya fuele. Wajakazi walikuwa wameandaa chakula rahisi lakini kitamu. Wali wa pilau unaoevuka, samaki wa tilapia wa kuchoma, ndizi za kukaanga na bakuli ndogo ya mchuzi wa pilipili. Haikuwa karamu ya kipekee inayofaa nyumba ya bilionea, lakini ilikuwa hasa kile ambacho Biasha alipenda. Aliketi kwenye kichwa cha meza, mwanawe karibu naye. Mjakazi alisimama kwa heshima kwenye kingo za chumba. Alipochukua kijiko chake cha kwanza cha wali, macho yake yalimulika kwa ridhaa. Aligeukia Juma kwa tabasamu lililofikia roho yake. Je, unajua mwanangu? Ulipokuwa mvulana, nilikuwa naomba kila usiku. Nikaomba kwamba Mungu akufanye mwenye nguvu ya kutosha kujilinda mwenyewe, lakini pia mwenye huruma ya kutosha kulinda wengine. Leo usiku, niliona maombi yote mawili yamejibiwa. Juma alinyoosha mkono kwenye meza na kuchukua mkono wake dhaifu kwenye wake mwenyewe. Kushikamana kwake kulikuwa imara, cha kinga. Mama, wewe ndio sababu mimi ni nani. Kuanzia leo, utaishi kama malikia ambaye kweli wewe ni. Hakuna atakayekufanya ulie tena. Machozi ya Biasha yalitiririka kwa uhuru, lakini hayakuwa machozi ya huzuni. Yalikuwa machozi ya furaha, ya faraja, ya maombi yaliyojibiwa. Wakati jumba lilipomulika kwa joto, ulimwengu wa neema uliendelea kuanguka. Katika kituo cha polisi, jina lake lilikuwa kwenye kila tangazo la televisheni. Watu wa tabaka ya juu ambao walimshaliti sasa walimdhihaki kuanguka kwake katika mazungumzo ya siri. Marafiki ambao walikuwa wamepiga sherehe na champagne kwenye sherehe zake walikataa kujibu simu zake. Hata familia yake, ambao zamani walipongeza ndoa yake, walikuwa kimya. Aibu ilikuwa imeenea kama moto wa kichaka. Neema alitazama dari lililoraruka la seli yake na kusema kwa uchungu, nilikuwa malkia, sasa mimi si kitu. Baadaye usiku huo, Juma alitembea peke yake kwenye bustani ya jumba. Mwezi ulining'inia juu kama taa ya fedha, akioshea maua na chemchemi kwa mwangaza laini. Alivuta pumzi kwa kina, upepo baridi ukijaza mapafu yake. Aliwaza kuhusu Neema, usaliti wake, sumu yake, kukosekana kwake. Zamani dhana ingalijaa hasira, lakini leo usiku, kwa mara ya kwanza, alihisi kitu tofauti. Kuachiliwa. Simu yake ilipiga tena. Ujumbe mwingine kutoka kwa Amina ulionekana kwenye skrini. Kumbuka, hasira inaweza kuungua, lakini uponyaji unaweza kujenga. Kesho ni siku mpya. Juma alifumba macho na kutoa pumzi ambayo hakujua alikuwa akishika. Tabasamu dogo lilivuta midomo yake. Kesho kweli ingekuwa siku mpya. Siku ambapo mama yake angeweza hatimaye kupumzika kwa amani. Siku ambapo angeweza kuchukua hatua ya kwanza kuelekea uponyaji. Na labda siku ambapo tumaini lingeweza kukua tena moyoni mwake. Kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, Juma alihisi uzito umeinuka. Aliinua uso wake kuelekea mwezi na kusema kwa mnong'ono, asante Mola,
kwa kunipa nafasi nyingine. Na katika wakati huo wa utulivu, alfajiri mpya ilianza. Kama umependa hadithi hii, tafadhali andika maoni, shiriki na wenzako na jiandikishe kwenye channel yetu ili kupata hadithi zaidi za kusisimua na za kuvutia. Tuna hadithi mpya kila wiki. Bonyeza kitufe cha subscribe sasa.